kuanzia muda huu tufanye usafi wa kufa mtu kidogo katika mazingira yetu yote, tukae vizuri. Huenda tunatarajia kupata ugeni mmoja mkubwa sana. Kwa hiyo nahitaji kijiji kiwe kiko safi, watu tuwe katika hali ya mwelekeo, kwamba wageni wakishaingia sio mimi marage yangu yako hivi hivi, tutakuwa tunapilika pilika. Wageni wengi huenda tunatarajia kupokea. Kwa hiyo anapokuja mgeni lazima wewe ujiandae. Kwa hiyo napenda wasije wageni wakawa, manake watakuwa watazunguka karibuni kila nyumba, watapita kila kichochoro, watapita kila choo, wataangalia mazingira yetu. Baadaye tutakaa nao mezani, tutaongea nao. Alafu vijana, haya madeski kama tuliyosema yanakuja kuangaliwa rasmi, halafu yanaondoka. Kwenye gesi vile vile ufanyike usafi. Uzinduzi unafanyika leo wa hiyo gesi. Naomba tuendelee na pilika zetu, kuwauliza maswali, kuongea nao wageni nini, watachukua muda kidogo. Leo sasa tutakuwa mwemwele. Babu atupiki pilau. Pika kwako. Tunakula makande, babu alileta mahindi. Kwa hiyo tunauzindua ambayo gesi yetu, wewe makande wote. Nyinyi tu. Asumta, Mary, Masha, Alini, Abisai, Flora, Skola, Shida, Beka, Saidi Uganda, Mbano, Sefu, Bonipae, Boni. Yaani wewe anatosha pilau la nguvu kabisa. Mama, andaa mchele wenyewe huo. Namfunga hapa asikimbie mbuzi wetu. Asuta sio mfungulie, utaona. Ukifungulia hapo tunapigana. Kitu njeremba. Unanitunza. Kitu gani? Wewe. Wewe kwani unajua kwa jina gani? Nyinyi kwani mnanitafuna? Sisi kwetu hatumui. Kwa nini hamnitafuna? Ila panya mnatafuna. Hamtafuni. Haya wanyama chura mnatafuna. Muulize Asunta hapa atakwambia vizuri habari yake wa mdudu. Asunta mwenyewe habari yake anaifahamu vizuri. Asunta. Subiri. Lakini umemkamataje? Hajakumata wewe. Hapo sasa. Wageni wakija ndio tunamchinja. Asitoke pale. Mama mchele wenyewe peta hapo. Mapishi yanahitaji ufuate hatua. Ukishakosea tu hatua moja. Ukaweka maji kabla ya mafuta. Karibu. Umeshaharibu. Mama unapika nini? Upika mandazi. Ya kuoza? Basi sihangaiki kupika kule. Kwanza kupika. Nilikuwa nataka nipike chapati. Sasa watu wengi wanadai mandazi
Sasa kwa sababu watu umewaanzishia ni si vema sana, hutawatendea haki. Unaona Karimu, unakumbuka eh? Nilikuwa kama mafuta. Hii ya mwisho. Mmoja sasa kutengeneza mandazi. Ndio ni mjifunze. Kati kushinda kutengeneza mandazi. Kuchanganya, nielekeze kuchanganya. Unafanya hivi, unachukua unga kama unga kilo 1. Unaumua hamira vijiko 4 vya chai. Tumeelewana? Vikubwa. Vidogo vya chai. Kama kikubwa. Kikubwa ni 2. Halafu ule unga unaweka mafuta kwanza. Mafuta kama robo kikombe. Halafu unakuja unaweka sukari. Unaweka chumvi ya kukolezea, chumvi kwa ajili ya kupata ladha. Sio unapata ladha. Baada ya hapo unachanganya mafuta, sukari na chumvi. Tumeelewana? Unachanganya, ukifanya hivi, ukiachia hivi usiachane. Ubaki tu hapa katikati. Unaona? Hebu onje. Kuna kale kachumvi? Inakuwa tayari umesha. Mandazi leo utakuwa matamu hayo. Kwa nini? Yana sukari. Yana sukari na chumvi? Sukari na chumvi. Lakini mimi mama uniwekea mandazi 10. Alafu nikufungie na donuts eh. Mwanamke wewe. Niwekee 10. 10 mama. Usisahau maana wale wasukuma pale wanakula hao. Mazingira ndio yanakubali hivi. Chagua hapo nilipokuambia. Wewe umesema kwamba Mama Teresa anaweza. Wewe uwezi. Na kama unaweza, kwa nini uanze kumtaja Mama Teresa usijianze wewe? Kwa maana hata milioni 25 zikija hapo uambiwe unachukua wewe au Mama Teresa achukue, utasema anachukua. Mama Teresa. Utasema Mama Teresa achukue. Akiniuliza anasema boni. Mfano, ni example. Maembe shingapi? Ataka kabisa kwenye gengi. Maembe ni 500. Kwa wewe nakuzia 650. Kisa na mkasa. Mamangu umesikia afanya kazi benki. Ya hii. Moja. Chungwa 400. Chungwa 400 bei ni ile. Jabadilika. Mbili. Ndizi pia bei jabadilika. Hivi vyote shingapi? Vyote. Vyote vivyo kwa papa au matunda tu. Vyote. Mimi ngeshi kwa 48. Vyote. Katika 50 na utolea. Naomba na ndizi. Hiyo ni 10,000 amekupa? Yeah. Hamna, sio 10,000 karatasi. Yeah. Yaani una 10,000 mpaka sasa hivi. Ziko nyingi nyumbani. Nyumbani ziko nyingi. Muongo mwenyewe na hela kibao. Boni. Ike moja baba. Nyumbani ziko nyingi. Naomba ndizi beka. Ndizi ngapi unataka? Hapa chichi 600 tu. Ndizi shingapi? Ndizi 300 kama kawaida. Kuna ndizi zingine zimedisha. Mbona hizi zimefinyika hivi na mimi sili sasa hivi afu hizi ndizi zimepasuka tunafanyaje? Kama uli sasa hivi tunachukua hizi ndizi. Hebu ile nyingine. Shingapi hadi hapo? Hebu ile nyingine bwana. 1 2 3, si ndio? Yaani 400, 1200, ndizi 1500. Ukiweka na hii 1800. Mbona unajua mpira mfano? Dan, kudanganya bwana. Kuna manager. Kuna manager. Kuna coach. Ungeenda sijui kucheza hapa, ungeenda sijui mpira mtu kunambia hujui. Sawa. Ana anasema hujui mpira. Hata mtoto mdogo anajua mpira. Sinyo waambie wewe anambia sijui mpira. Hujui kucheza mpira wewe. Si kweli mimi nakubali sijui kucheza. Na kesho ucheze na kutia bench. Mimi na wewe kucheza uchezaji mimi na wewe. Wewe mchezaji wa basket wewe unataka ndimo. Sasa ingia Facebook utanikuta kule mdogo wako. Ingia kule Dota nijua kama Dota ni nani. Van Doto, Onkoronko, unaweka post of kama ya Ozil wewe mtoto. Wewe unaimba, unacheza. Wewe mbona una kipaji? Sina. Wewe ukiona kipaji chochote wewe. Sawa, mimi sina kipaji na kukubalia. Ndio banda langu la kukula. Mandazi 10. Mandazi 2000. Mandazi 10 tayari 20 ameshaondoka eh. Hapa nimeshachelewa kwa hiyo nakuwa na mangapi? Niondoke na mandazi. Mangapi?
Mwaga ingine kwa hiyo ndoo. Kwa hiyo simwage yote. Imejaa. Imejaa hiyo tayari. Kwa nini nakwambia? Unaona, unachukua maji unamwaga si hiyo sehemu ya juu hiyo. Sababu hiyo uchafu uje. Unaona kama vumbi hapo. Chini, kwa chini tu hapa. Unaona hiyo vumbi? Unaiona hii? Hii hapo tayari. Hapa mbele kuna ugeni mkubwa sana. Sana. Haya maneno ninayoyasema ya sana na maana kubwa sana, kwa sababu hapa mbele yetu kuna wake wa viongozi. Tutawafahamu wote. Sawa? Sasa nikisema ugeni huu ni mkubwa kwa sababu mwanamke ndiye, sasa ndio nimwiteje? Ndio kila kitu. Nyinyi wote mashahidi pale nyumbani tunavyoishi. Kwa hiyo tunapomsikia rais, tunapomsikia waziri mkuu, tunapomsikia makamu wa rais, mmenielewa? Nyumbani kuna kiongozi ndo ambaye yani umenielewa? Mambo yasipokaa sawa vitu haviendi. Sasa hapa tumepata ugeni huu mkubwa sana. Kwa hiyo na ratiba yetu jinsi ilivyo ni watatembelea miradi yetu, sawa, yote iliyokuwa hapa na mwisho watapata fursa ya kuzungumza na sisi. Sasa tukaona sio vizuri wafike tu waanze kuzunguka. Wengi hujui nani ni nani, wengine mnawafahamu, wengine mnaweza mkawa hamwafahamu. Kwa hiyo tumetaka cha kwanza kabisa tupate utambulisho. Jamani, hapa mbele yenu wako kina mama 19 na vijana 16. Uzee unaniingia. Sasa mtaona tunaposema kina mama, kinatupa sisi moyo ni kwamba tulishazoea wakulima wote ni wazee tu kina mama. Lakini hapo utagundua wako wazalishaji wa chakula, mama shujaa wa chakula ambao umri wao eluka wa chini ni mpaka miaka mingapi? Mpaka miaka 26. Ambayo pia ukigeuza upande wa pili pia wako washiriki wa Maisha Plus wenye umri huo. Lakini tunaona kabisa namna ambavyo sasa hata huyu kijana wa miaka 26 wa Maisha Plus akimwangalia mama shujaa mwenye umri wa miaka 26, yeye pia inampa moyo kwamba kumbe hii sio shughuli ya kusubiri uzee ukufikie nguvu ikuishie. Mimi naitwa Pamela David, ni katibu wa New Millennium Women Group. Sisi tumefurahi sana kuwaona na tunaamini na sisi tutajifunza mengi kutoka kwenu. Mama shujaa oye! Ndugu zangu oye! Maisha Plus oye! Mimi naitwa Mama Zakia Bilali, ni mke wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama shujaa, wekeza kwa wakulima wadogo, wanawake inalipa. Maisha Plus, rekebisha. Kweli hiyo rekebisha. Mimi binafsi nimefurahi sana kuwa hapa. Naitwa Tunu Pinda. Sasa kwa sababu mnaongea habari ya wakulima, ngoja nijitambulishe kwa mkondo huo. Ni mke wa mtoto wa mkulima. Nadhani nikisema mke wa mtoto wa mkulima anajulikana. Mnamfahamu Haya, asanteni sana. Mimi naitwa Jermina Lukuvi, mke wa William Lukuvi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge. Nimefurahi sana kwa. Mimi pia ni mwenyekiti wa umoja wake wa viongozi. Maisha Plus, rekebisha. Mama shujaa, wekeza kwa wakulima wadogo, wanawake inalipa. Asanteni. Mimi naitwa Asina Rashidi Kawawa, mke wa marehemu mzee Kawawa. Asante.
Mimi jina langu naitwa Lina Mwakiembe, ni mke wa waziri wa uchukuzi. Tunaelekea. Mimi kwa jina naitwa Mariana Simba Chawene, ni mke wa Simba Chawene, naibu waziri wa ardhi, maendeleo na makazi. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Esther Mashiba, ni kati ya wakina mama wake wa viongozi, ni mjumbe. Mimi naitwa Janet Masaburi, ni mke wa meya wa jiji la Dar es Salaam, pia ni mwenyekiti wa UWP mkoa wa Dar es Salaam, ni mbunge mstaafu, lakini ni mwana Maisha Plus mwanzilishi. Naitwa Matilda Balama, mume wangu ni mstaafu katika serikali hii, lakini mimi ni mwenyekiti wa maskauti wa kike Tanzania Girl Guide Association wa taifa. Naitwa Naima Malima, mke wa Adam Malima, naibu waziri wa fedha. Mimi ni mke wa Dr. Melewasi, ni mstaafu, na mimi ni mwanachama wa Millennium. Asanteni sana. Mimi naitwa Janet Magufuli, mke wa waziri wa ujenzi. Mimi naitwa Asila, ukiwaona Ditopile Mzuzuri, mke wa marehemu mkuu wa mkoa wa Pwani, ambao hili ni eneo lake na ni mdau mkubwa wa bosi wenu Masudi. Maisha Plus. Rekebisha. Mimi kwa jina naitwa Samuel Sarianga. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu hii ya wilaya ya Bagamoyo. Karibuni sana. Mimi kwa jina naitwa Karim Mohamed Hoza, ni afisa mipango wa wilaya. Naitwa David Sylvester, ni afisa elimu taaluma wa wilaya Bagamoyo. Haya, tunaomba kina mama sasa na familia zenu, kila mtu sasa arudi kwenye eneo la mradi wake, sawa, ili tuweze kuanza shughuli yetu ya kutembelea. Hapa ni mmoja wa mradi wa sabuni wa Mama Flora, maelezo mazuri yanayo mwenyewe. Huu ni mradi ambao unaweza kumjengea uwezo mtoto ambaye nilipewa hapa kijijini, lakini pia na wanawake wote walioko hapa na vijana nimewajengea uwezo. Hii ni sabuni ya kufuria, lakini unaweza kufanyia usafi wa ndani, kusafisha magari na ofisini pia. Maana vijana wakitoka hapa wawe haya ni mafuta ya kupaka. Ni mafuta mazuri ya asili. Umetengeneza? Umetengeneza. Kutokana na nini? Unatumia nta pamoja na mafuta ya nta ya nani? Nta ya asali. Inatokana na asali. Kwa hiyo vijana wakitoka hapa hawatahangaika kusumbua wazazi. Mafuta ni mafuta mazuri. Lakini pia tumejifunza sabuni. Mama nta. Nikishakamua asali. Hapana, usitupe ni mafuta. Lakini pia kuna sabuni hapa tumetengeneza. Tulitarajia kwamba ni sabuni ya mafuta ya mise, lakini hapa ni adimu, kwa hiyo tukapata mawesi. Ni sabuni nzuri ya kufuria na ya kuogea. Kwa hiyo nimejengea uwezo mtoto niliyepewa ili ametoka hapa baada ya shughuli za shamba. Mazuri. Bila shida mtoto yako kabisa kabisa. Lakini pia nimemfundisha kutengeneza mishumaa. Mafuta mazuri mama ni mazuri. Nimemfundisha kutengeneza mishumaa hapa. Lakini tumetumia vifaa vya asili kabisa. Ni majani ya mpapai. Sababu ni vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi, ndio bomba letu tuliotumia mshumaa. Na hii yenyewe bado ni bado hiyo nayo ni Kwa hiyo nimemfundisha mtoto niliyepewa, lakini pia na vijana wote walioko hapa na wanawake wenzangu. Mimi kama mkulima pia kama mwanaharakati wa kulinda mazingira yangu. Hili jiko linatumia kuni 2 au 3, zaidi 4. Nitakapowasha
jiko langu. Nikibandika sufuria hapa, na maana moto utahamia sehemu hii. Kwa hiyo kwa maana hiyo nitapika sehemu mbili kwa wakati mmoja. Kuni hizo zote. Kuni hizi hapo hapo moshi utapita kutoka juu. Hivi unatoka. Sawa. Pale nina kapu la ajabu, linatoa kapu la ajabu, ni jiko pia. Hili jiko kuna mfuko wa lambo wa kawaida, nikachukua maranda ambaye yanapatikana sehemu yoyote hii. Sehemu utakapopita seremala utamkuta. Kwa hiyo naomba kuashia moto, kumbe wewe unatengeza jiko lako. Kwa hiyo mfuko utaweka maranda yako kiasi cha kutosha na kikapu kadri utakavyotaka. Nipata kidogo lakini hata ukifika kikubwa ni kizuri zaidi. Kwa hiyo kwanza nimetumia kuni zangu 3 au 4. Nimechemsha maharage yangu. Mapema sana nayatoa haraka na kufunika hapa. Lazima niwe na mfuniko wa kuenea kwamba mvuke usitoke. Hapo nashindilia hivi. Na humu pia maranda ile. Ni maranda pia nao, ni mfuko mdogo. Kwa hiyo unashindilia vizuri kwamba ile hewa isitoke. Ile mvuke usipotoka. Mama wewe chemsha maharage yako, nenda shambani, kurudi maharage yameiva. Humu mwenye kikapu kabisa. Ni jiko au ni kama nani? Pia ni jiko na inahifadhi chakula kisipoe. Hata chakula chako kifunika kwa nguvu tu, yani ina maana kama mle maharage yamebaki na maji, ukiyaweka hivi humu yatakauka baadaye. Hayakauki. Ule mvuke si unarudi. Utakuta na maji kawaida, hayaungui lakini yameiva. Lakini ni lazima yachemke. Yachemke kama dakika 10 au 20. Chemsha kwanza ndio unayahamishia hapa. Kwa hiyo mama unakuwa na muda wako wa kufanya kazi zako kawaida, uhangaiki tena kuchochea maharage, hata shambani unarudi unakuta maharage tayari yameiva. Naweza nikafanya na kitu kingine kama wali unapika. Uchemke kabisa, unahamisha, kufunika vizuri, unaiva. Ile joto ni joto. Kwa hiyo yani ni chakula chochote. Hata viazi kuchemsha unaweza kuweka. Nyama ndio sijajaribu lakini viazi niliwahi kuchemsha nikavihamishia, unakuta asubuhi vya moto vimeiva. Hapo ulipokuwa unachemsha hapa viliwiva kabisa ndio ukaweka hapa ili visipoe, au vilikuwa havijawiva ndio havijawiva? Vilipata mchemko na mvuke. Kwa hiyo pale unachotafuta ni mvuke ule utoke pale. Ndio uje uweke humu sasa ule mvuke uendelee kuhifadhi. Yaani ni kubana ile temperature ata maintain tabaki vile vile. Hii hapa mnapoiona hivi inaitwa ni stendi au rafiki wa jiko. Hapo unapanda mboga zako kwenye mifuko yako. Unaweza ukapanda shamba la kwanza, kitalu cha kwanza unaweza ukaweka mifuko 4-5 ya simenti, ukaiweka mbolea vizuri na ukaweka na ukaweka mbegu zako. Unaweza ukaweka mchicha hapo, juu yake ukaweka spinach, juu yake ukaweka chainizi. Na huku ukaweka mboga zingine ambazo unazihitaji kula nyumbani kwako, ambazo hazitumii kemikali za madukani. Hii stand unaweza ukaiweka mahali popote, maana akina mama wengine wanasingizia kwamba sina mahali pa kupanda mboga. Hata kama umepanga chumba chako kama hiki hapa, unaweka hapo nje kwako hivi, unapanda mboga zako ambazo unaweza ukala na ukamuuzia pia jirani yako na ukapata mavuno. Kwa haraka nimejaribu kutengeneza kama mzinga ili kujaribu kuwaonyesha. Sababu hapa nimekuja tumekutana na vijana mbalimbali kutoka nje ya nchi. Kwa nikajaribu kuwaelekeza jinsi ya kutundika mzinga kwa njia za kitaalamu kabisa ambazo asali inapatikana nzuri, kwa sababu mimi natokea mkoa wa Tabora. Hichi kihunzi unachemsha nta, unachukua na kijiko nta iliyochemka, unadondoshea hapa, nta inachirizika mpaka mwisho. Kwa vihunzi kama 3 unafunika kwenye mzinga wako. Tayari mzinga unaenda kuutundika. Kwa hiyo nyuki unapoanza kutengeneza masega wanafuata mistari kama huu hapa. Tayari mzinga wako unapokuwa umeshautundika juu, nyuki wakishaingia unaushusha mzinga na kuweka kwenye banda lako ambalo tunaita manzuki. Tumeshirikiana kumwelekeza huyu mtoto na tuna shamba huko, tumelima kilimo hifadhi na tuna bustani la mboga. Huyu hapa ni Malkia, baba yake. Huyu ni mtoto wa mama vile vile, mtoto wa Malkia. Mdogo wa rais. Huyu rais ndio mwenye yule mama aliyepotea. Baba yake ndio yule aliyepotea. Sasa mtoto akawa yatima, lakini bahati nzuri mama akamchukua kumlea. Baada ya kumlea mtoto katika kupata maendeleo kwenda shule na hivi akapata urais. Kwa hiyo mama hongera sana. Na wewe hongera kwa kupata kaka. Kwa hiyo
Oh, hii. Na mheshimiwa ongea. Hii ndio serikali ya kijiji. Karibuni wageni wetu, wanataka kuona tuko vipi hapa. Hapa tumetengeneza mkeka, tumetengeneza na maufagio. Huu mkeka huu tumetengeneza kwa sababu pia ya kilimo ya kuhimili ukame. Wakati mwingine mvua zinashinda, mvua hazinyeshi. Kwa hiyo tunaona ni heri tukate haya makochi haya tusuke. Tukishasuka tunanunua chakula na tunasomesha watoto. Mafagio hayo ni matumizi ya nyumbani. Tukishauza tunapata matumizi ya nyumbani. Hivi hapa ni duka la kijiji. Manake hawa wana kijiji kila mmoja kwa kina mama, kila mama anapewa shilingi 3,000 kwa siku na watoto kila mtoto anapewa shilingi 1,000 kwa siku kwa matumizi yao ya humu ndani. Kwa hiyo kila kitu duka lao hili hapa lile pale ni genge, huduma zao zote wananunua humu ndani. Ni kwamba zenyewe zinazunguka kwao. Hili duka linamilikiwa na mfanyabiashara mwanakijiji na lile genge linafikwa na mfanyabiashara mwanakijiji ambaye alichaguliwa baada ya kupita katika mitihani mingi ya kijiji. Kama huduma nyingine za samaki vipi? Sana sana mboga zetu kutokana na hali ngumu na huku tulipo ni mbali, mboga zetu sana sana ni dagaa, maharage, mboga za majani, hizi ni rahisi kupata. Na ndege kanga, sungura ni wengi wapo. Nyoka. Jamani sasa tunamtuisha. Hayupo. Huyu ndio rais wa kwanza wa kijiji Mara. Alianza. Kwa hiyo matambulisho wanayo wenyewe, yuko na bibi kubwa wake. Karibuni sana. Baada ya kufika kijijini tulipewa watoto. Kwa hiyo watoto mimi hapa ndo mwanangu huyu. Nashukuru Mungu sababu alikuwa rais wa kwanza wa kijiji. Sasa baada ya kufika hapa tukawa tumepewa taski kutafuta mradi ndani siku 5. Tukabuni mradi wa kuku hapa kijijini. Kuna kuku hapa ndani. Halo? Kuna kuku. Bwana. Sisi ni wakulima wadogo wadogo, lakini pia ni wafugaji. Kwa hiyo tukaamua tupate huu mradi wa kuku kwa sababu kuku ana faida nyingi pia. Kuku tunapata nyama, tunapata mayai, tunapata pia mbolea. Baada ya mimi mama yangu kubuni huu mradi, tulikuwa tumepewa siku 5 tu ambayo tutakiwa tumalize mradi wetu ndani ya siku 5. Kuingia msituni na kukata miti, kukata na nyasi kuhakikisha tunamaliza swala ya siku 5. Vile vile unapopaona huko chini huko chini unaweza kujenga banda la kuku, banda la samaki ambapo kinyesi ambacho kinapelekwa kwenda kuwa kama mbolea, vile vile kinakuwa chakula cha samaki. Lakini kutokana na kwamba sisi hapa uhaba wa maji ni mkubwa sana kwenye kijiji chetu, tuliamua kugive up kuachana na hilo swala ili kumaliza ile swala tuliopewa ndani ya siku 5. Karibuni sana jamani mama zangu. Asante mama Boniface. Asante sana. Tabidi uchukue mtoto wako kuondoka hapa. Sisi pia ni wakulima hapa kijijini kwetu. Kwa hiyo sasa tukaona namna gani sasa huyo mama yetu pia naye kula shiriki kwa mtoto mkulima. Tuomba tukuzawadia hata mkini miwili mama yetu ondoke nayo. Kama zawadi jamani kubwa. Uende shambani na baba. Asiende peke yake. Mama nafikiri miwili haitoshi tukuongezea. Jamani karibuni sana, karibuni sana. Asante sana. Karibuni sana. Nilipofika katika kijiji hichi cha Maisha Plus, kwa mara ya kwanza nilipewa mtoto kutoka nchi ya Uganda. Anaitwa Saidi Rashidi. Wa alaikum salam. Amen. When we remained 3 weeks to go, we have been given mothers. Since she came, I've learned a lot from her. She taught me how to cook a sauce called mlenda. Mlenda? Yeah. And when she taught me, the sauce was actually so delicious. And I shared with our community within. Shughuli zote tunafanya kwa pamoja na mtoto wetu huyu hapa. Kwa hiyo tumeweza kufanya yote tuko pamoja na mtoto wetu, kuanzia hili jiko, kwenye bustani yetu ya mchicha, kwenye mchaichai pale na majani ya ng'ombe mahali hapa. Mimi kama mama wa nyumbani kule Kagera ninakoishi nina kikundi. Kikundi chetu kinaitwa Umoja wa Wanawake Wajane na Watoto Yatima wa wilaya ya Karagwe na Kyerwa mkoani Kagera nchini Tanzania. Tumesajiliwa.
lakini tuliona si vema wakina mama wakae tu bila kujitambua, pia kujisaidia. Wasitegemee sana misaada kutoka nje, lakini pia wana uwezo wa kufanya kazi. Maana wakina mama wengi anapokuwa mjane basi anakuwa ni mtu wa kukaa ana simanzi nyingi na kuhuzunika kila wakati. Kwa hiyo tunatoa elimu ya wakina mama wajane kujitambua, lakini pia wajitume kufanya kazi, hata kama watasaidiwa baadaye na serikali au misaada kutoka nje, lakini na wao waonyeshe zile kazi wanafanya ambazo zinawasaidia kujikimu kimaisha. Kwa hiyo katika kazi za mikono tulizoanza kuwafundisha ni pamoja na kutengeneza bangili kama hizi za ushanga, lakini pia tunatengeneza mikufu mbalimbali ya mapambo, lakini pia kama mama alivyobeba huo mkoba, sisi tunautengeneza kwa kutumia shanga mbalimbali, aidha size ndogo au size hiyo hiyo alionayo. Kwa hiyo tuna ubunifu wa vitu vingi, kwa sababu ili ni eneo tu tumekuja kwa ajili ya shindano, basi vilivyowezekana tumeweza kuwaonyesha. Nikiwa na mwanangu wa Bisai kutoka Kenya. Mimi ni fundi wa kutengeneza batiki kama mnavyoziona hapa, nikitumia malighafi zangu hizi. Kama unavyoiona batiki ya mwanamama kama wewe dada. Mama Bisai ina mambo mazuri. Ina mambo mazuri hapa. Kitambaa hiki kwa uhalisia kilikuwa ni kitambaa cha orange, nimechanganya na madawa yangu caustic na sodium na rangi ya zambarau, ndio nikapata rangi hii mnayoiona hapa. Nikatengeneza na vifaa vyangu kama mnavyoviona hapa. Ninatumia glove, mask, kamba na madawa yangu caustic na sodium, na natengeneza kwa maji moto kama kawaida na vipimo maalum vile ambavyo nilifundishwa kutoka kwenye kozi hii ya utengenezaji batiki. Shughuli zetu katika familia hizi mbili ni kilimo. Tunalima kilimo hai na kilimo rafiki. Kilimo hai hatutumii kabisa madawa. Tunatumia inapofikia kwenye kupulizia, tunatumia maziwa, tunatumia sabuni, tunatumia na maji. Hatutumii kabisa madawa. Pia tunatumia mwarobaini kwa ajili ya kumwagilia mazao yetu shambani. Pia pamoja na hapo tuna kampeni ya usafi wa afya na usafi wa mazingira. Vitu hivi vinatumika kwa ajili ya usafi. Mtu akitoka chooni anakuwa amefanya shughuli zake, sasa anahitajiwa kuwa msafi. Tunatumia kibuyu chilizi. Kibuyu chilizi kwanza kabisa kina faida nyingi. Kwanza kinatumia maji machache mtu anapotoka chooni, lakini pia vile vile anapotoka shambani anafikia hapa anajiosha kwa kutumia maji. Anaweza akaja hapa akajichulizia maji hivi, akasafisha mikono yake, akaja akakanyaga tu mti wake huku mara moja, akaendelea kutumia. Sisi hasa tunashughulika na usalama wa mtoto. Mtoto awe nyumbani, awe shuleni, awe nyumbani akiwa huru. Ili mtoto awe nyumbani akiwa huru na shuleni kwa amani, kuna vitu ambavyo vinahitajika vifuatiliwe nyuma yake. Kwanza afya yake. Muwe na shimo la choo lenye kifuniko ambalo liko pale lina na mlango, shimo la takataka lile pale, nguo zake zianikwe kwenye kamba, hiyo kamba hapo. Lakini pamoja na kupata hayo, ili asishikwe na magonjwa, anahitajika lishe. Kwa upande wa lishe tunayo bustani yetu hapa. Kulingana na eneo lililopo, unaweza kulitumia lile eneo lako kulingana na vifaa ulivyo navyo vilivyokuzunguka. Kwa kawaida mbegu zetu za asili huwa haziuzwi. Unachukua kutoka kwa mwenzako kwenda kwa mwenzako, na zile mbegu mara nyingi zinakuwa ni chakula, ni tiba na ni lishe. Lakini papo hapo huwa tunafanya shughuli zingine za kibiashara, kama vile shughuli ndogo ndogo za mikono baada ya kutoka kazini. Tunatumia vitu vilivyotuzunguka kabisa, hamna kwenda sijui unaruka mpaka. Haya, tunatumia vitu kama hivi. Hizi ni makalenda yaliyokwisha wakati. Unayatafutia njia nyingine ili upate bidhaa kwa bei ya yote. Unatumia toothpick au spoke ya baiskeli kuiandaa. Ni kama hii niliyovaa. Hii ni karatasi ya kalenda. Lakini umeifanyia mambo mazuri. Nimeiboresha. Imeleta bidhaa nyingine. Sijachafua mazingira, lakini nimempa mtoto kuchafua kweli.
Nzuri. Ziko aina tofauti. Na hii ni mwarobaini na mbegu za vyakula vya wanyama. Unavaa hichi unaenda na kitenge chako, unapendeza kabisa mama. Hii ni mwarobaini. Karibu mama. Tunakupa kama zawadi. Tunatumia kijiti hivi kusokota, unapata bidhaa. Unaiunganisha na shanga tofauti. Hii ni wanakambi hapa tumefanya nikiwaonyesha. Wengine wanazo wamezivaa. Hata Dani anaelewa, akienda sasa Rwanda yeye ni mwalimu. Ndio Dani Ndio mama. Mwanangu. Pana mtungi wetu huko hapa ambao tulijenga huko kama nusu utufe vile, ambao unasaidia, yani ambao unahifadhi na kuchachua gesi yetu, ambao huko hapa ndio ambao tumeanzia. Hichi chungu kinasaidia kupampu ile gesi kubakia huku na kuchukua mbolea kuitolea huko. Yep. Unakuja unachanganya na maji ndoo mbili. Unahakikisha unatoa takataka zote ambazo zinakuwa ziko kwenye mbolea, mawe na mchanga, majani na aina zozote zile ambazo zinakuwa kwenye samadi yetu. Ukishamaliza unakuwa unaichanganya kama hivi, unaishika, unaisafisha, unahakikisha mabonge yameisha kwa mkono. Maana kwa mkono ndo unakuwa na uhakika kuwa samadi yako imeshakuwa safi. Unaweza ukafanyaje? Ukairuhusu ikaenda kule. Yep. Ndio hii ile mlikuwa mnaonekana mna nani ndio. Alafu wengine wanaleta maji. Ndio. Ila sio lazima kwa mkono. Ila kwa mkono sisi tunatumia ili uone uhakika zaidi, lakini unaweza kukorogesha kwa mti, mfano unaweza karibu. Nikikoroga hivi, yani utajuaje uchafu kwa? Sasa hapo pana kitu kiko kama uma ya uma. Ile kitu ndio ambacho unakorogesha, alafu kila ukiinua unaona uchafu vinabaki. Unatoa Lakini hapa kwa sasa hivi haya mabonge nayo ya fili hapa hayana shida. Hayana shida. Hapa tumeshachanganya, iko tayari. Kwa hiyo tunaomba uiruhusu iweze kusafiri. Na vile hii sehemu inahitaji usafi sana. Usafi. Yani kila ukimaliza, yani kama hapo hivi imeshachafuka, usiache igande. Unapomaliza tu kuchanganya, unapasafisha, panakaa masaa yote pawe pasafi. Hapa hitaji uchafu kuanzia hapa mpaka kule. Yani unavuta hapo. Tungependa yani mshirikiane. Zindua mama. Pigeni makofi. Tunaenda. Sasa. Taruka juu, taruka. Afadhali. Taruka tena hapo. Baada ya pilika zote kule za gesi, jiko letu tulipata pale kwa gesi. Tumetengeneza jiko letu wenyewe.
Haya, karibu baba. Hili ndio jiko letu. Mkiliona hivi mnaweza mkafikiria tumeliweka leo asubuhi, lakini na muda tunalitumia. Kutokana na usafi ambao inahitajika kila siku tunapaswa, yani kila muda tunapaswa kulisafisha. Tayari hapa. Yani hapa tumetayarisha sufuria, karibuni. Ina maji Kwa ajili ya chai. ya chai hiyo. Na sufuria ambayo inapaswa kutumiwa hapo inapaswa kuwa safi. Inapaswa kuwa safi. Na vile vinyesi vinatofautiana. Kinyesi cha binadamu kinatoa gesi kubwa zaidi. Ya. Ya kama pana mfano wa kinyesi cha Badala kwa tunatapisha, kwa nini mvua zikinyesha tunachafua mazingira? Jamani, wageni wetu. Hiki ndo kijiji cha Maisha Plus na huu ni msimu wa 4 tangu tumeanza. Wengi mnafuatilia Maisha Plus, mama shujaa wa chakula. Sasa hivi kina mama wanachanganyika pamoja na vijana. Niseme jambo moja tu, sisi tunachokifanya hapa ni kwa ajili ya tunasaidiana na nchi katika kufanya vitu vizuri. Tunaishi huku, lakini tuna maisha yetu mazuri tu mijini huko. Tungeweza kuwa tumekaa kwenye AC kama kawaida, lakini tunaishi huku msimu wote wa miezi miwili tunakaa huku. Tunagongana na nge, tandu, nini, lakini ni yetu kubwa ni kuwawezesha hawa ili mwisho wa siku wakitoka hapa, huu ujuzi ambao mmewaona, kwanza wanajifunza kutoka kwa mama zao ambao tayari wanakijua kilimo, lakini pia waanze kupenda kile kilimo, wasikione kama ni kitu cha mtu aliyelaaniwa ama cha mtu ambaye hajasoma. Mmekutana na watu hapa, kuna wasomi hapa, kuna watu wa aina mbalimbali, na hawa ndio ambao wanailisha jamii ya Afrika. Lakini vile vile kuna kundi kubwa sana la vijana ambalo linakaa vijiweni na kupiga bla bla na kulalamika tu. Tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuliondoa hilo kundi huko. Kweli mnastahiki pongezi nyote, tena pongezi kubwa tu mnastahiki. Mmefanya vitu vikubwa sana ambavyo leo mtopoondoka hapa kila mmoja anaweza kuendeleza maisha yake bila ya kuyumba wala chochote kile. Mlipofika wakati huu msije mkashindwa, tunaomba musonge mbele, siku zilizobakia ni kidogo tu. Katika kwenu nyinyi japo mmoja atatokezea mshindi. Na mnaposhindana mkubali kuna watakaoshinda na watakaoshindwa, hilo mlijue. Na tunaamini kwa katika mmoja wenu lazima atatokezea mshindi, na nyinyi pia mtakuwa mshajifunza kitu hapa kwenye Maisha Plus hapa. Sisi tulokuwepo majumbani tunakufuatilieni sana katika kipindi chenu hichi. Leo sisi Babu Masudi walivyokuja kutueleza hapa kama wao wana rewind tu, sisi kila siku tunakifuatilia kipindi chenu kabisa na tunakujueni mmoja mmoja. Nyote tunakujueni kwa sura, isipokuwa majina tu baadhi ya wengine tumeyasahau, lakini tunakujueni ili mjue kama sisi tunakufuatilieni. Msione labda mmekaa tu mmetupwa peke yenu huku hakuna anakufuatilieni. Takriban wote sasa hapa sisi tunakufuatilieni. Na zaidi watoto wetu hawawezi kukosa, utawakuta tayari wamefika kwenye TV time kifika. Wekeza kwa wakulima wadogo, wanawake, inalipa. Rekebisha. Tumekuwa tukifuatilia kama alivyosema mama mkuu, na ukiangalia mwaka huu naona kama imeboreka zaidi. Imeboreka kwa sababu zifuatazo. Kwanza, tumetoka paka nje ya nchi, tuna watu tulikuwa tukipita pale na tulikuwa tukiona wenzetu kutoka East Africa ambao ni Uganda, nimeona kuna Kenya, kuna Burundi, kuna wa kutoka Rwanda vile vile. Kwa hiyo karibuni sana ambao mmetoka nje ya Tanzania. Sidhani kama maisha haya ni tofauti na huko kwenu. Mimi naamini kabisa kwamba maisha yetu yanafanana, mazingira yanafanana ya Afrika Mashariki. Akiongea mtu wa Burundi unadhani katoka Kigoma. Akiongea mtu wa Rwanda utadhani katoka Kagera. Akiongea mtu, yani tunafanana kwa kweli. Wazungu tu walifanya ujanja wa kutugawa. Tumepitishwa maeneo mengi, tumeona shughuli zenu. Si tu kwamba nyinyi mmejifunza, lakini na sisi pia tumejifunza mengi kutoka kwenu. Kwa sababu unajua hata vidole havilingani
kuwa mke wa kiongozi, mambo mengine yanakupita. Lakini hapa leo katika kuzunguka tumejifunza mambo mengi sana ambayo kwa kweli na sisi itabidi tukayafanyie kazi. Tunawashukuru sana kwa ujuzi mliotupatia. Vijana naamini watakuwa wamenufaika zaidi, na mtakapotoka hapa mtakuwa mabalozi wazuri wa kuonyesha kwamba jamani, yani kuajiliwa sio lazima upige kola na kuingia ofisini na kalamu. Tulikuwa tunaongea na binti mmoja alisema anatoka Songea, yule alisema kwamba mimi nikirudi kwa na mimi nitakuwa nalima. Nikaa nasema tu hapo lazima tu apange ratiba ya kulima na kusuka rasta ni muda gani. Ataweza tu. Kwa hiyo ni kilimo, si kwamba eti nini. Mimi kilimo naamini kabisa ni kazi ambayo ni amana na mtu inamtoa vizuri tu. Kwa hiyo kwa kutumia kipindi hiki cha Maisha Plus cha kijiji ambacho kinaonyesha maisha halisi ya kijiji, kwa kweli kinakuwa na mvuto wake na mtu anaona kabisa kumbe hata mtoto anayekula Blue Band ukimleta huku akipambana na babu na Masudi kwa muda kadhaa, atarudi na yeye Blue Band atasahau, atakula muogo, atahakikisha na yeye mchicha ule unaolimwa naye analima na anaula. Na jamani, hebu semeni ukweli, kama mchicha akakulima na kakununua sokoni kepi kazuri. Maana ule wa sokoni unakuta una siku 5. Kazi kumwagiwa maji unageuzwa. Hata nutrition mle imeshaisha. Kwa hiyo naamini kabisa kupitia hili wengi mtatoka hapa na mtakuwa mfano mzuri kwa jamii, na wengine wote lazima wataona kabisa kweli mwenzetu wewe ulikotoka umeiva. Tumeona miradi mingi ambayo kwa kweli nimeshangaa kina mama tulikuwa tunajiuliza hapa. Wameambiwa siku 5 ubuni, utengeneze na uonekane. Mmejitahidi sana kwa kweli, ongereni. Kwa sababu mimi ukiniambia hebu kaa ubuni mradi itabidi unipe mwezi. Yaani mwezi nakaa nafikiria tu. Saa nyingine naliacha pembeni kwanza nifanye na mambo mengine, nije tena baadaye nikae. Lakini kwa siku 5 ubuni kitu na tayari ukiweke na kukionekane. Yaani hapo tayari umeshapata kitu ambacho ujuzi ambao mnao. Lakini katika kuishi hivi mnajifunza pia namna ya kuishi na jamii, hasa kwa vijana wetu. Na safari hii mmepata bahati ya kuwa na kina mama ambao kidogo anakuongoza. Kwa hiyo na maana mkitoka hapa na nyinyi mtaenda kuwa mfano mzuri wa kuigwa katika jamii. Sasa kina mama tuliona tusije mikono mitupu, tukaona tuje tuwashike mkono wenzetu mlioko huku kwa senti kidogo sana. Jamani, hizi ni 700,000. Kwa idadi tulioipata kwa hesabu za haraka kila mmoja atapata kama 20,000 hivi. Si haba. Haya. Asante sana. Kwa hiyo ndio salamu za kina mama wake wa viongozi. Tunawatakia kila laheri. Kama alivyosema mheshimiwa, basi mjitahidi mjitunze hivyo mpaka mfike mwisho. Na tutaendelea kuwafuatilia. Tutazidi kuonana siku nyingine. Mungu awabariki sana, na ujuzi tuliopata hapa jamani tusiuache hapa. Tuhakikishe tunaondoka nao, tunaenda kutumia huko. Asanteni sana. Sasa naomba basi tutumie pia fursa hii kumuomba tena Mama Pinda sasa aweze kuyakabidhi madawati rasmi kwa alama tu kwa mkurugenzi wa halmashauri, ili maana madawati tumeyakamilisha. Kwa hiyo moja kati ya kazi ambazo tunaomba mtufanyie ni kumkabidhi kwa alama tu, kwa maana ya maneno, mkurugenzi kwa niaba ya mkuu wa wilaya madawati 30 ambayo yametengenezwa na vijana hapa kwa kupata elimu kutoka kwa wakufunzi wa chuo cha VETA. Lete dawati moja hapa lete moja hapa. Tunakabidhi madawati haya kwa uongozi wa wilaya kwa niaba ya wanakijiji ambao wametengeneza haya madawati. Tunawashukuru sana, na kwa kweli Mungu awabariki kwa kazi nzuri. Naamini haitamaliza tatizo lakini litapunguza.
Hebu nyie acheni fujo. Tunu hebu lete maji hapo. Hizo hapo ni walingishie wale wajana. Lete maji. Shida. Jamani ugali Wameondoka. Hamna mama, ugali tumepika. Sio wamepata hasara. Hamna, sio hasara, sio hasara. Hasara kutokula ugali. Na tabu ya Tunu bwana, jina hili ni baya. Unakuwa na wageni wengi. Ni kweli. Hebu hapa sogeza huo ugali. Nione niwashikie. Mboga gani? Maharage, kuna dagaa. Ndio mimi niwashikie. Hii dagaa? Nashika mwenyewe. Bibi, hebu toa mkono. Kumbe kuna mtu ananawa. Ujio wa wale wake wa viongozi, mimi kwangu lazima nikachukulia ina maana kubwa. Moja, imenionyesha nchi ya Tanzania jinsi inavyoipa support hichi kipindi. Yaani imekisamanisha sana. Wamekuja wake wa viongozi, lakini moja kwa moja inaonekana ni viongozi vile vile wamekuja. Yaani moja kwa moja wanakuonyesha support gani ambao wanaipa hichi kitu. Unakuta wamepika mboga gani unajua? Ndio Tanzania wenyewe. Jamani, tunashukuru sana. Tumeonyesha ushirikiano. Maisha tunayo. Tutamkuta nyumbani kwao. Ningejua ningetoroka tu, akili hazikunijia. Basi mimi nitaomba mnichukue nikawapikie nyumbani kwenu amani. Alafu naingia nyumba naonja kila nyumba. Utamu huko. Ujio mkubwa kama huu wa kina mama wa mawaziri pamoja na wakuu wa nchi yetu waliofika mahali hapa leo, mimi yani najisikia furaha iliyo kubwa, kwa sababu nimeona bado sisi tunapendwa mno na kina mama na pamoja na serikali yetu. Ndio maana wale kina mama wakadhubutu kufika mahali hapa. Tumeongea nao, tumebashana nao mawazo, kwanza kututembelea miradi yetu kama wamama labda ndio tupatieni hapa. Kwa kweli nimejisikia vizuri sana. Mimi kama mimi sikutegemea labda naweza nikaonana nao hivi live au kupeana nao mikono. Kwangu mimi kwa kweli nimeona ni furaha kubwa sana. Wametutia moyo sana. Sema tu nyanya labda tumekatia sasa, mmemaliza kidogo. Jamani mgenge silipo, watanua tena. Kuleni bila wasiwasi. Mgenge lipo. Bwana wewe, mimi nakula. Wamepika. Najua kwa nini nilijivunga. Hiyo ndio nzuri hapa Mkuni. Kama hii hapa tumepika. Tuna sabuni ya kunawa huko na sabuni. Uhondo huko. Jaribu hii. Wamesababisha sisi tupate, kama mimi nipate faraja sana. Nimeona mimi ni mama wa hali ya juu sana. Sikutarajia hata siku moja kama nitaweza kukaa na viongozi ngazi ile. Lakini kumbe ninachokifanya kinaweza kusababisha nikawa karibu na mtu yoyote dunia nzima. I was not expecting such people, and I was actually surprised when I saw them. I thought it could be visitors like usual, coming 2 or 3 in number, but today there were so many, and it really showed me a sign of love, and love from mother. Since there were many, they were giving us words of encouragement, and it really gave me a peace of mind, and it also strengthened my heart. And only their coming alone showed me that there is love in this soil. Kwa hiyo usiku tumemaliza mboga, mtakula nini? Hapana, mboga zipo pale genge. Genge lipo, hela tunayo. Sabuni tu, nilete sabuni. Tuambiane kama huyu hapa huyu. Jamani karibu kaka Masudi. Huyu bwana amekomba mboga. Sabuni. Mimi niko na wasubiri kule. Mama. Yaani mama Sabuli ndo kamaliza mboga yote. Hamna bana.